السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والحمد دائما لله، ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن wala, amma ba'd. Tukiendelea katika darasa zetu za fiqhi baada ya muda mrefu kusimama kwa sababu ya kukumbushana yanayofungamana na zile siku 10 na baada ya Eid kuingia kueleza yanayofungamana na Eid. Walilahi alhamdu, tumemaliza salama. Sasa tumerudi tena pale ambapo kwamba tulipokomea. Tulikuwa tuanze katika faslu fil ghusli. Anatambia mwenye kitabu faslu, kigawanyo fil ghusli, katika kuoga. Katika Uislamu kuna majosho ambayo ni ya lazima, yani kuna mambo fulani yakikupata katika Uislamu ni lazima uoge, na kuna wakati mwingine inakuwa sio lazima kuoga. Kwa hivyo hapa tunalolizungumzia tukisema faslun, kigawanyo fil ghusli, tunapendelea yale majosho ambayo ni ya lazima. Anasema wa in kana alayhi janabatun, mtu yote ambaye kwamba atakayekuwa yuko na janaba, min mujamatin, ikiwa janaba lenyewe kuna namna ambazo kwamba hupatikana. Njia ya kwanza, min mujamaatin, watu kufanya tendo la ndoa baina ya mume na mke. Hii ni njia moja ya kupatikana janaba. Au khuruji maniyin, au kutokwa na maji ya uzazi. Na maji ya uzazi kuna njia pia zake ambazo kwamba hupatikana, ima binaumin, lau mtu akalala akaota, kama yule mwanamke aliyemjia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, inna Allah la yastahi min alhaqi shay'a. Alianza na hivyo akimwambia kwamba Allah tabaraka wa taala haoni haya na kitu chochote, kiwe ni kitu ni lazima kufahamishwa, ufahamisha. Je, halil mar'ati, je ni lazima kwa mwanamke idha ihtalamat, akiota, je ni lazima kwa mwanamke kuoga atakapoota? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, idha ra'atil ma, ikiwa mwanamke huyu ataota kifanya tendo la ndoa kisha akainuka akaona maji, yani maji ya uzazi, ni wajibu kwa huyu mwanamke kuoga. Kwa hivyo jambo la kuota ni kwa mwanamume na kwa mwanamke. Kwa hivyo maji ya uzazi yanaweza akamtoka binadamu imma binaumin, kwa kulala, au ghairihi, au kwa njia nyingine. Njia nyingine ni mtu afanye istimta, cheze na mwanamke, au kuna wengine wali'iyadhu billahi min dhalika, kile kitu ambacho kwamba wanachokifanya wanatumia baadhi ya vitu kupitia mikono yao wao wenyewe, kisha yale maji akafanya nini, yakatoka. Na hii ni laana kubwa na ni madhambi makubwa. Haifai ili jambo kwa wanaume kufanya kwa namna yote, akatoa maji ya uzazi kupitia mikono yake yeye mwenyewe. Lakini lau atafanya hivyo, itamlazimu mtu kama huyu pia aoge. Lazima hu ghuslu jamii badanihi ma'aniyati rafi'il janaba, italazimu kwamba mtu kama huyu aoge, tena atienia ya kuondosha janaba, kwa sababu ukioga josho la kawaida hauna haja ya kutia nia, magilia maji tu. Na nia mahala pake ni moyoni. Naam, na nia inazingatiwa wakati pale unapofanya lile jambo. Mathalan
wewe umeenda uko na janaba katika mwili wako, ukaingia chooni, wachukua maji, hata haiko katika akili yako wala katika fikra yako kwamba mimi naoga nini, naoga janaba, ukaoga tu. Baada ya kuambia maliza, basi afadhali madamu nishaoga nini tena narudi tena mara pili nioge, hii itatosheleza? Haifai. Kwa hiyo umeoga na labda umehakikisha kabisa kwamba kila kiungo kimefanya nini, kimeingia maji, na labda umehakikisha kwamba maji hayakurudi katika ndoo, kama ni wale ambao kwamba wanatumia ndoo. Umeoga vile inavyotakikana, wacha kuoga kwenye ndoo. Mathalan umeenda kwenye bahari Faswa, ukajitupukiza, ukaogelea, ukatoka, hata haiko fikra kwamba wewe ulikuwa na nini, una janaba, wafaa uoge janaba. Baada ya kutoka umepanda zako, ushavaa nguo, ndo kukumbuka na mimi nilikuwa na janaba, basi madamu sishaoga yatosheleza, haiswi. Tumeelewana? Yaani lazima ile nia ipatikane. Mathalan kama ulama wanapotupigia mfano, mtu yotembea, gari ikapita, ikamrushia vumbi, ilikuwa hana nia ya kufanya nini, ya kutayammam, si ndio? Lile vumbi lilipomrukia akapatiliza kabisa, acha mpatiliza kabisa, basi wacha nioshe uso na mikono, ambapo kwamba ndio ni lazima katika kufanya nini, katika kutayammam, lakini hakuwa na nia wala hakukusudia kufanya nini, kutayammam. Hapo ulama wanatuambia kwamba hii tayammum yake haitoswi. Kwa hivyo katika kuoga josho lolote ambalo kwamba ni lazima utie nia, si lazima kutamka tu ndani ya moyo wako kwamba mimi ninaoga na malengo ya kuoga josho kama hili ni kwa sababu ya kuondosha lile ambalo kwamba ni lazima niliondosha. Kwa hivyo anatuambia wa amma mujibatul ghusli fadhakara minha shay'ain. Katika hichi kitabu chenyewe ni kidogo sana, ametaja vitu viwili tu peke yake ambavyo kwamba vikimpata Muislamu inalazimu aoge. Kitu cha kwanza ni aljimaa, ametaja tendo la ndoa, ambapo kwamba kama hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam inatuonesha kwamba mtu atakapofanya tendo la ndoa atokwe na maji ya uzazi au asitokwe na maji ya uzazi, madamu amefanya kile kitendo ni lazima kwake yeye kuoga. Kisha anasema jambo la pili mwenye kitabu alilolitaja ambalo kwamba likimpata Muislamu ni lazima kuoga ni khurujul manii, kutokwa na maji ya uzazi, binaumin, ima ni kwa usingizi au ghairihi, ama yatoke ikiwa si katika usingizi, kama vile Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam alivyotufahamisha. Kwa hivyo maashara almuslimin, hapa ametaja mambo mawili peke yake, mtu kufanya tendo la ndoa au mtu kutoka na maji ya uzazi. Akipatikana na mambo mawili kama haya, yatamlazimu aoge. Na kuoga josho ambalo kwamba ni la sunna, yani kuoga kisunna kama Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alivyokuwa akioga. Ulama wanatuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitaka kuoga josho ambalo kwamba ni la lazima, namna alivyokuwa akioga Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitawadha kama vile mmoja wetu anapotawadha kwa ajili ya nini, kwa ajili ya udhu, kwa ajili ya swala au kwa kitu kingine. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akichukua udhu wake kama vile udhu wa swala, na mwanzo kabla ya hapo yuwafanya haja, yuhakikisha kwamba kila kitu kishatoka, ajioshe sehemu zake za siri, kisha baada ya hapo afanya nini, achukue udhu. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuchukua udhu na baada ya kwamba ashaosha sehemu zake za siri, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiosha kichwa chake chote. Hivi ndio alivyokuwa akioga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kiosha kichwa chake, akihakikisha kila pahala kumeingia nini, kumeingia maji. Akimaliza kuosha kichwa chake Mtume sallallahu alaihi wasallam akiosha shiqhul ayman, kama vile Sayyidina Aisha anavyotuambia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa kila kitu chake akianza na upande wa nini, wa right. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa akianza upande wa right, akiosha mpaka katika hichi kiuno peke yake, akihakikisha kwamba mbele katika tumbo lake na nyuma katika mgongo wake na bavuni katika mbavu zake na mkono huu umeshafanya nini, umeingia maji, amehakikisha. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam anakuja shiqul aysar, anakuja upande wake wa left, hakikishe mgongoni, mbele hapa, ubavuni na katika mikono amehakikisha. Kwa hivyo itakuwa kuanzia kichwa mpaka katika kiuno Mtume sallallahu alaihi wasallam ashafanya nini, ashamaliza kuosha. Baada ya hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam ataanza kuosha kuanzia katika kiuno chake kwa upande wake wa right, ataenda mpaka chini. Akimaliza Mtume sallallahu alaihi wasallam anakuja upande, ahakikishe kila mahali kumeingia maji, aje upande wa nini,
upande wa left. Na hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hawezi tena kugusa sehemu zake za siri kwa sababu ashafanya nini? Ashaziosha. Na ilikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akioga janaba tayari inakuwa nini? Udhu wake kabisa. Kwa hivyo hata wewe pia ukitaka kuoga na josho ambalo kwamba ni la lazima na kabisa uchukue udhu kabisa, ni uhakikishe kwamba au pale unapooga hautogusa sehemu zako zozote za siri. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anakuja upande wake tena wa kushoto. Sasa hapa bila shaka maashara ya muslimin itakuwa hauna shaka kwamba kila sehemu imefanya nini? Imefika maji. Baada ya hapo kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye alikuwa akifanya nini? Akijimwagilia mwili mzima ile kuhakikisha tu, lakini tayari ana uhakika kwamba kila pahala kushafanya nini? Kushajara maji. Baada ya hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam itakuwa shamaliza, na haijawahi kuthubutu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiingia chooni kwamba akioga akivua nguo zote kama vile sisi wengi wetu ambao kwamba tunapofanya. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ile haya ambayo kwamba alikuwa nayo, Mtume alikuwa lazima avae nguo wakati anapofanya nini? Wakati anapooga. Kwa hivyo maashara muslimin, hivi ndio ilivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anapooga josho la lazima, kwa namna ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa akioga. Kwa hivyo kwa mwanamume na kwa mwanamke ni hivi hivi tu kuoga. Kwa mwanamke amemalizika katika zile siku zake, kwa sababu mambo yanayolazimu kuoga si haya tu. Kuna mwanamke akitoka katika siku zake, kuna mtu atakapofariki, mtu akifariki ni lazima pia afanye nini? Ni lazima aogeshwe. Mathalan katika majosho ambayo kwamba baadhi ya ulama wanasema ni lazima, majosho siku ya Ijumaa, baadhi ya ulama wanasema ni lazima kuoga. Mtu atakaposilimu, wengine wanasema ni lazima mtu aoge kwa sababu zile majanaba manini aliyokuwa nayo kabla ya Uislamu, akisilimu lazima aogeshe, lakini wengine wanasema ni sunna. Kwa hivyo na josho lolote ambalo kwamba ni la wajibu ataka kuoga kama alivyoga Mtume sallallahu alaihi wasallam, hivi ndivyo alivyokuwa akioga Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mwenyezi Mungu tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.